ni wajibu wa kila Mtanzania kumkumbusha Mtanzania mwenzake wajibu wake. Na kiukweli kabisa tunapita katika kipindi cha kumchagua Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni kipindi cha uchaguzi. Kipindi hiki mara nyingi kinakuwa na wajuaji wengi, kinakuwa na wakosoaji wengi, na hapo mataifa mengine ambayo hayataki mema Tanzania ndio wanadumbukiza rupia yao kutaka kuona taifa letu tunaingia kwenye migongano isiyokuwa rasmi, kutaka kuona taifa hili ambalo lina amani toka limezaliwa. Sisi sifa yetu kubwa ya Tanzania ni amani, kulinda amani, utamaduni wetu, umoja wetu. Ni taifa ambalo linasifika kutokuwa na dini wala kabila. Wote tunakaa sehemu moja, tunacheka sehemu moja, na tuna maamuzi ya kushikamana wenyewe, sio kuambiwa tukashikamane. Wenzetu wanaamliwa hata upendo. Sisi taifa letu limebarikiwa kuwa na upendo wa kila Mtanzania anajua thamani ya taifa letu. Sasa tunaenda kwenye uchaguzi Oktoba. Tunaenda kwenye uchaguzi Oktoba kuchagua wabunge, kuchagua madiwani na kumchagua rais umpendaye. Na tumeona kila mtu anamwaga sera zake. Watu wanamwaga sera, na ninaamini katika kumwaga sera tunamwaga sera kwenye taifa lenye amani na utulivu. Hiyo opinion wanaita. Yaani hamna shida kabisa. Sasa niseme katika historia ya taifa letu, kwa mara ya kwanza tulipata Mheshimiwa Rais kutokana na katiba inavyozungumza. Kutokana na katiba, mama yetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan akawa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa history inaenda kuandikwa tena. Narudia, history inaenda kuandikwa tena kwa maamuzi ya Watanzania kumchagua Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndio rais wa kwanza atakayechaguliwa katika taifa la Tanzania kwa kupigiwa kura na Watanzania, lakini vile vile ndio rais wa kwanza kwa Tanzania ambaye ataheshimisha wakina mama wote kuwa rais wa kwanza mwanamke Tanzania. ST Bongo, nyumbani kwanza.